Jinsi ya kutengeneza picha ndogo za YouTube na michoro katika lugha nyingi ukitumia maelekezo ya AI pekee. Ikiwa umewahi kumlipa mtu kusanifu picha zako ndogo za YouTube au umetumia saa nyingi ukihangaika na Canva au Photoshop kujaribu kuifanya iwe sawa, baada ya kutazama mafunzo haya, hutahitaji kutumia dola nyingine tena. Lakini inakuwa bora zaidi. Utaokoa pesa tu. Unaweza kupata pesa kwa ujuzi huu. Ndiyo, bila kutumia chochote isipokuwa maelekezo yaliyopangwa vizuri. Katika video hii siwaonyeshi tu jinsi nilivyounda picha ndogo unayoitazama sasa hivi, muundo ule ule wa kitaalamu ninaotumia katika lugha nyingi. Ninawapa maelekezo yenyewe. Hakuna ujumbe wa moja kwa moja, hakuna kutoa maoni hapa chini ili kupata ufikiaji, hakuna upakuaji uliofichwa. Kila kitu kiko hapa kwenye video, na hapa ndipo inapokuwa na nguvu. Mara tu unapojifunza ujuzi huu, unaweza kuunda wasifu kwenye Fiverr. Anzisha akaunti kwenye Upwork, toa huduma za usanifu wa picha ndogo, wasaidie YouTube kukuza chaneli zao, wahudumie waundaji wa kozi, na ufanye kazi na biashara ndogo ndogo. Na uanze kutoza kwa ajili hiyo. Fikiria hili. Badala ya kulipa dola 20, 30 au 50 kwa kila picha ndogo, unakuwa wewe unayepata mapato hayo. Na kitu pekee unachotumia ni maelekezo mahiri, mwelekeo wazi na utekelezaji wa kimkakati. Uhitaji ujuzi wa hali ya juu wa usanifu, uhitaji uzoefu wa miaka mingi, unahitaji tu mfumo sahihi. Umekuwa mkarimu sana ukisaidia chaneli hii kujiandikisha, kutazama na kushiriki. Na ninaamini katika kurudisha dhamani halisi. Hakuna kuzuia, hakuna siri, hakuna hatua zisizo za lazima. Kufikia mwisho wa mafunzo haya, utajua jinsi ya kuunda picha ndogo za kitaalamu, kuzinakili katika lugha nyingi, kujenga wasifu wa kazi, kutoa hii kama huduma ya kujitegemea na kugeuza ubunifu kuwa mapato. Hii si kuhusu michoro tu. Ni kuhusu kujenga ujuzi wa kidijitali unaoweza kukulipa. Moja ya sababu kuu zinazofanya watu wengi wasianze chaneli ya YouTube si ukosefu wa mawazo. Si ukosefu wa talanta. Ni hofu. Hofu ya kusanifu picha ndogo. Msongo wa mawazo wa kuzifanya zionekane za kitaalamu. Kukatishwa tamaa kwa kutumia saa nyingi kujaribu kuifanya iwe sawa. Maumivu hayo pekee yamewazuia maelfu ya watu wasiwahi kubonyeza pakia. Lakini leo hatua hiyo ya kwanza ya maumivu inaisha. Mara tu unapojifunza hili, hofu ya picha ndogo hupotea milele. Lakini ili kuunda picha ndogo zile zile ulizoziona hivi punde, unachotakiwa kufanya ni kuingiza maelekezo haya kwenye ChatGPT, na ChatGPT itakutengenezea matokeo yale yale yaliyopangwa. Hata hivyo, hutaki kutumia picha yangu au kunakili taarifa zangu kamili. Lazima uibadilishe ili ilingane na mada yako mwenyewe. Unaweza kutumia picha yako mwenyewe. Unaweza kutumia picha ya bidhaa. Unaweza kutumia sarafu. Unaweza kutumia mnyama. Unaweza kutumia kitu. Unaweza kurekebisha rangi, maneno, toni na mpangilio ili uendane na hadhira yako mahususi. Nguvu haipo katika kunakili. Nguvu ipo katika kuboresha upendavyo. Na hapa ndipo sehemu ya kuvutia. Ukishatengeneza muundo kwa lugha moja, unaweza tu kumwomba ChatGPT atafsiri maelekezo hayo kwenda lugha nyingine. Una haja ya kuandika upya maelekezo mapya. Una haja ya kuanza upya. Muundo unabaki kuwa ule ule. Hivyo ndivyo ilivyo rahisi kutengeneza picha ndogo za YouTube, kozi za mtandaoni, kampeni za masoko au mchoro wowote unaoweza kufikiria. Fikiria kuhusu hili. Kabla ya kuja kwa akili mnemba, ili kutengeneza kitu kama hiki kwa mikono, ungehitaji ujuzi wa usanifu wa michoro. Ungehitaji kuelewa programu tata. Ungetumia saa nyingi kurekebisha mipangilio, fonti, rangi na nafasi. Na wakati mwingine, baada ya juhudi hizo zote, matokeo bado yasingeonekana ya kitaalamu. Sasa, kwa maelekezo moja yaliyopangwa vizuri, unaweza kutengeneza picha ndogo au mchoro mzuri kwa dakika chache. Huo ndio mabadiliko. Hiyo ndiyo fursa. Sasa tuzungumzie picha ndogo za kozi zinazojulikana pia kama picha za kadi ya kozi. Ikiwa unatengeneza kozi za mtandaoni, picha hii inakuwa taswira yako ya kwanza.
Kabla ya mtu yeyote kusoma maelezo yako, kabla hawajaangalia mtaala wako, kabla hawajabofya kujiandikisha, wanaona kadi yako ya kozi. Na picha hiyo huamua kama watasimama au wataendelea kusogeza. Habari njema. Unaweza kutengeneza picha ndogo za kozi za kitaalamu ukitumia mkakati ule ule wa maelekezo ya akili mnemba uliopangwa uliojifunza katika mfululizo huu. Kama ilivyo kwa picha ndogo za YouTube na miundo ya nembo, wazi katika maelekezo yako huamua ubora wa matokeo yako. Badala ya kuandika, tengeneza picha ya kozi kuwa mahususi. Elezea mada ya kozi, walengwa na msisitizo. Kitaalamu, thabiti, kielimu ya hali ya juu. Mandhari ya rangi, mtindo wa mpangilio. Ikiwa picha yako inapaswa kujumuishwa na ikiwa ikoni au alama zinapaswa kuwakilisha mada, kadiri maelezo yako yanavyokuwa na lengo, ndivyo muundo unavyokuwa imara zaidi. Sasa, ili kufanya hili liwe la vitendo na rahisi kwako, nimejumuisha maelekezo kamili niliyotumia kusanifu picha hii ndogo ya kozi moja kwa moja kwenye video hii. Unaweza kuitumia kama mwongozo. Usinakili neno kwa neno na taarifa zangu. Irekebishe ili iendane na kozi yako mwenyewe, eneo lako na hadhira yako mwenyewe. Ikiwa huwezi kuipakua, simamisha video, iandike, piga picha ya skrini, rudisha nyuma ikibidi. Itumie kama kiolezo cha kufanyia kazi ili kutengeneza toleo lako mwenyewe. Hivyo ndivyo unavyojifunza kwa kufanya. Na kumbuka, picha ndogo za kozi lazima ziwe safi, zisizojazana. Zisomeke hata katika saizi ndogo kwa sababu wanafunzi wengi watazitazama kwenye vifaa vya mkononi. Sasa hapa ndipo hili linapokuwa na nguvu. Unaweza kutumia ujuzi huu kwa kozi zako za mtandaoni, majukwaa ya kozi za wateja, mifumo ya usimamizi wa mafunzo, masoko ya mtindo wa Udemy, akademia za kibinafsi, programu za mafunzo ya kampuni. Popote kozi inapouzwa, kadi ya kozi inahitajika. Na kama hapo awali, ukishaitengeneza kwa lugha moja, unaweza kurekebisha maelekezo hayo hayo kwa urahisi kwenda lugha nyingine. Kozi moja, masoko mengi, ufikiaji mpana. Kabla ya kutengeneza picha za kozi za kitaalamu kulihitaji uzoefu wa usanifu na saa nyingi za kazi. Sasa kwa maelekezo yaliyopangiliwa, unaweza kutengeneza picha safi na bora za kozi kwa dakika chache. Hii si kuhusu ugumu wa programu. Ni kuhusu uwazi, mpangilio na mwelekeo. Na ukishaelewa hilo, unaweza kusanifu, kuingiza pesa na kukua kwa kujiamini. Kwa nini nafanya hivi? Kwa sababu nataka kweli ufanikiwe. Nataka upate uhuru wa kifedha ambapo pesa si msongo wako wa kila siku, bali ni chombo unachoweza kutumia kwa busara. Unapopata kipato kwa uaminifu, kuna heshima, kuna amani, kuna kujiamini na kuna uhuru. Na unapokuwa na vya kutosha, hujisaidii mwenyewe tu, unakuwa katika nafasi ya kuwabariki wengine. Hiyo ndiyo nia yangu, hiyo ndiyo misheni yangu. Na ninaomba kwa dhati kwamba unachojifunza kutoka kwangu kikuongoze kujenga kipato halisi na endelevu mtandaoni. Katika video hii, ninashiriki picha ya jalada ya YouTube niliyojitengenezea kwa chaneli yangu kwa msaada wa chat. Sishiriki hii ili unakili picha yangu ya jalada jinsi ilivyo. Ninaishiriki ili uweze kusoma maelekezo niliyotumia na utengeneze yako mwenyewe. Ninaamini sana katika kufundisha kwa mifano halisi kwa sababu unapoona kitu halisi kilichokwisha kutengenezwa, kujifunza kunakuwa rahisi. Inakuwa wazi zaidi. Inakuwa inawezekana. Picha hii ya jalada ni mfano mmoja tu. Unaweza kutengeneza picha ya jalada kwa ajili ya nyanja yoyote, sekta yoyote au mada yoyote. Unaweza kutumia picha yako binafsi. Unaweza kutumia wahusika wa katuni. Unaweza kutumia vitu visivyo na uhai. Unaweza kutumia picha za bidhaa. Ubunifu wako ndio kikomo chako pekee. Nguvu haipo katika kunakili usanifu. Nguvu ipo katika kuelewa mpangilio uliopo nyuma ya maelekezo. Mpangilio huo ndio unaokuwezesha kutengeneza machaguo yasiyo na kikomo. Na ili iwe rahisi zaidi kwako, nimeweka maelekezo kamili moja kwa moja kwenye video hii. Baadhi yenu mnaweza kupata shida kupakua mafaili, hivyo badala ya kuweka vikwazo, nimeweka maelekezo hapa hapa kwenye skrini. Jisikie huru kusimamisha video, kuandika, kuchapa, kupiga picha ya skrini, kurudisha nyuma ukihitaji. Fanya chochote kinachokusaidia kusonga mbele. Sikuweka matoleo yaliyotafsiriwa ya maelekezo kwa kila lugha, na hiyo ni kwa makusudi.
kwa sababu unaweza tu kuiomba ChatGPT itafsiri maelekezo hayo katika lugha yoyote unayotaka: Kiingereza, Kihispania, Kiarabu, Kifaransa, Kijerumani, Kichina, Kihindi, Kireno. Mpangilio unabaki kuwa ule ule, matokeo yanabaki kuwa yenye nguvu. Sasa usisubiri, usisite, ijaribu haraka uwezavyo. Tengeneza toleo lako, iboreshe, irekebishe. Na kama tayari wewe ni mfanyakazi huru, ongeza huduma hii kwenye kazi zako. Kama ndio unaanza, hii inaweza kuwa ofa yako ya kwanza. Fursa hutuza vitendo, hivyo chukua hatua na kila la kheri. Sasa hebu tuchukue hatua hii mbele zaidi. Umeona jinsi tunavyoweza kutengeneza picha za jalada kwa kutumia maelekezo yaliyopangiliwa, lakini kanuni hiyo hiyo inatumika kwenye usanifu wa nembo na ngao, na hapa ndipo mambo yanapokuwa na nguvu sana. Kijadi, usanifu wa nembo ulihitaji programu ghali na uzoefu wa miaka mingi. Leo, kwa maelekezo ya AI yaliyopangwa vizuri, unaweza kuongoza mchakato wa usanifu kwa uwazi na usahihi. Na ujuzi huu una thamani kubwa sana. Shule zinahitaji nembo, makanisa yanahitaji nembo za kifalme, taasisi chapa, akademia za mtandaoni utambulisho. Miradi ya kijamii inahitaji uaminifu wa kuonekana. Na unapoweza kutoa miundo ya dhana ya hali ya juu kwa haraka, unakuwa mtoa suluhisho. Angalia jinsi ambavyo hatutengenezi picha tu. Tunatengeneza vielelezo vilivyo tayari kwa wasilisho. Hiyo inamaanisha mpangilio safi, mwanga wa kitaalamu, nafasi iliyosawazishwa, uwekaji wazi wa maandishi na mamlaka ya kitaasisi. Hiki ndicho wateja wanacholipia: uwazi, muundo na kasi. Unaweza kutohoa hii kwa nembo za makampuni, nembo za mashirika yasiyo ya kifaida, nembo za vyuo vikuu, alama za kliniki za afya, utambulisho wa akademia za kidijitali. Mara tu unapoelewa jinsi ya kupanga maelekezo, ubunifu wako unapanuka. Huzuiliwi tena na zana, unawezeshwa na lugha. Na huo ndio mabadiliko. Usanifu si kuhusu programu tena, ni kuhusu mwelekeo. Na unapomudu mwelekeo, unafungua fursa. Unachotazama sasa hivi si mfano wa usanifu tu. Huu ni kiolezo halisi cha kazi ya Fiverr unachoweza kutumia kuanza kupata kipato. Nimejumuisha kwa makusudi maelekezo halisi ya AI yaliyotumika kutengeneza miundo hii ya alama za kumbukumbu ndani ya video hii. Pia nimejumuisha muundo kamili wa kazi ya Fiverr, kichwa cha habari, maelezo, vifurushi vya bei na nini cha kuwauliza wateja. Kwa nini? Kwa sababu nataka kuondoa kila kizuizi kwako. Baadhi yenu huenda msiwe na uwezo wa kupakua violezo. Baadhi yenu huenda msiweze kununua kozi sasa hivi. Baadhi yenu huenda mnahitaji tu mfano wazi wa kufuata. Hivyo niliamua kuweka kila kitu hapa wazi kabisa. Uhitaji programu ghali. Uhitaji kuwa msanifu majengo. Uhitaji kuishi katika nchi maalum. Huu ni ujuzi halisi wa usanifu wa picha ambao mtu yeyote anaweza kuugeuza kuwa fedha kutoka mahali popote duniani. Kwa zana za aina mpangilio mzuri, unaweza kutengeneza miundo ya kitaalamu ya alama za taasisi kama hizi na kuzitoa kama huduma kwenye Fiverr au majukwaa mengine ya kazi huru. Hii si nadharia, hii ni vitendo. Ujuzi mmoja, kazi moja iliyopangwa. Lugha nyingi, wateja wa kimataifa, soma muundo, soma bei, soma mpangilio, kisha uibadilishe, itoe na uanzishe yako mwenyewe. Hivi ndivyo unavyogeuza ubunifu kuwa kipato, na huu ni mwanzo tu. Naambatanisha video hii ya kazi kama mfano wa kukusaidia kutengeneza yako mwenyewe ili kutangaza huduma yako ya kazi huru. Kutengeneza video ya kazi ni hiari, lakini kunaweza kuongeza sana nafasi zako za kupata wateja zaidi. Wateja wanapoweza kuona uso halisi kwenye kazi, uaminifu huongezeka mara moja. Watu hufanya biashara na watu, si maandishi tu, si picha tu, si michoro ya AI tu. Wanapokuona ukizungumza kwa ujasiri kuhusu huduma yako, jambo kubwa hutokea. Wanajihisi kuliwazika, wanapata uwazi, wanajihisi salama. Na faraja hiyo ya kihisia huongeza mauzo. Sasa naelewa kuwa baadhi yenu ambao ni wageni kabisa kwenye kompyuta na teknolojia, huenda msijue jinsi ya kurekodi video mara moja. Usiruhusu hilo likuzuie kwanza. Unaweza kuanza na kile ulicho nacho.
Anza na picha. Anza na maelezo yako. Anza na muundo wako. Kisha unavyozidi kujiamini, unaweza kuongeza video rahisi. Hata rekodi ya kawaida kutoka kwenye simu yako inatosha kuanza kujenga imani. Kumbuka, maendeleo ni muhimu zaidi kuliko ukamilifu. Una haja ya kuwa mkamilifu ili uanze. Unahitaji kuanza ili uwe bora zaidi. Kwa yeyote ambaye ni mgeni kwenye kazi huru, muundo huu tayari unakupa faida kubwa. Sasa una eneo maalum la kazi. Kazi iliyopangwa, bei wazi, amri ya AI iliyothibitishwa, mkakati wa lugha nyingi. Hiyo pekee inakupa nguvu ya ushindani katika soko la kazi huru lililojaa. Watu wengi hawaanzagi kabisa. Watu wengi hufikiria sana na kusubiri ukamilifu. Lakini wafanyakazi huru wanaofanikiwa huchukua hatua na kuanza. Wanajifunza, wanaimarika. Ongeza video utakapokuwa tayari. Imarika unavyokuwa, lakini muhimu zaidi, anza. Kwa sababu wateja wanapokuamini, wanakuchagua wewe. Na wanapokuchagua, kasi inaanza. Mteja mmoja anakuwa wawili, wawili wanakuwa watano, watano wanakuwa mkusanyiko wa kazi. Na kabla hujajua, hujaribu tena kazi huru. Unajenga biashara. Hivi ndivyo unavyotoka kuwa mgeni hadi mtaalamu, hatua kwa hatua. Na inaanza na kuchukua hatua. Ikiwa huwezi kupakua andiko la kazi huru, jisikie huru kusimamisha video na kuliandika. Unaweza kuchapa andiko hilo kwa matumizi yako. Unaweza kupiga picha ya skrini. Unaweza kurudisha video nyuma na kunakili andiko kwa njia yoyote. Fanya chochote kinachokusaidia kusonga mbele. Nataka hili liwafikie kila mtu. Hakuna vikwazo, hakuna visingizio. Taasisi yako inastahili mwonekano wa kwanza wenye nguvu. Ninatengeneza michoro ya milango ya kuingilia yenye uhalisia inayoelezea uaminifu, maono na umuhimu wa kimataifa. Iwe unaanzisha shule, chuo kikuu, kliniki ya afya, kituo cha mafunzo au taasisi, bango lako la mlangoni huweka taswira ya kila kitu kinachofuata. Naweza kusanifu bango lako kwa lugha yoyote unayopendelea. Kiingereza, Kiarabu, Kichina, Kifaransa, Kijerumani, Kihindi, Kireno, Kihispania. Mchoro ule ule wa kitaalamu uliorekebishwa kwa ajili ya walengwa wako. Ujumbe wako unapoonyeshwa kwa lugha ya jamii yako, uaminifu huongezeka. Uaminifu unapoongezeka, ujasiri huongezeka. Na ujasiri unapoongezeka, fursa hupanuka. Picha hizi za michoro ya majengo ni bora kwa kampeni za kuchangisha fedha, maombi ya ruzuku, vibali vya serikali, mawasilisho kwa wawekezaji, sehemu kuu za tovuti, vipeperushi na vifaa vya masoko. Kila muundo umeundwa kwa mwandiko wa kifahari wa kitaasisi. Ngao maalum ya kitaaluma. Uhalisia wa usanifu uliowiana. Mwonekano wa mchana wa kitaalamu. Ubora wa juu wa wasilisho. Chaguzi za bei ni rahisi na wazi. Kifurushi cha msingi kuanzia $75. Mwonekano mmoja wa mnara, lugha ya Kiingereza. Marekebisho mmoja, kifurushi cha kawaida $150. Muundo wa ngao maalum, lugha yoyote. Marekebisho mawili, kifurushi cha daraja la juu $300. Aina mbili za mnara, matoleo ya lugha nyingi, mwanga wa usiku wa hiari. Marekebisho matatu. Ikiwa unajenga taasisi inayohudumia watu ndani au duniani kote, acha utambulisho wako wa picha uakisi maono hayo. Hebu tuunde lango linalowakilisha dhamira yako kwa uzuri na ustadi. Hayo ndiyo yote niliyo nayo kwa ajili yako katika video hii. Kabla hujaenda, tafadhali fanya mambo haya matatu rahisi ili tuendelee kuwasiliana. Kwanza, jiunge na chaneli hii. Pili, bonyeza kitufe cha kupenda, na tatu, washa kengele ya arifa. Watu wengi hawatambui hili. Usipobonyeza kengele ya arifa, YouTube haitakujulisha kila ninapopakia video mpya. Hivyo ikiwa kweli unataka kujulishwa kila mara ninapotoa mafunzo mapya, hakikisha unajiunga, unapenda video hii na kuwasha kengele ya arifa. Imekuwa furaha kweli kuandaa mafunzo haya kwa ajili yako. Shauku yangu ni kuunda maudhui yanayokusaidia kweli kukua na kufanikiwa. Naweza kufanya kosa dogo hapa na pale. Tafadhali vumiliana nami.
Hiyo inaonyesha tu kwamba hii iliandaliwa na binadamu akishirikiana na akili mnemba. Na kama sote tujuavyo, kukosea ni ubinadamu. Naamini unaelewa ninachomaanisha. Mpaka wakati mwingine, baki salama na ujitunze vizuri. Rafiki yako Daniel, kwaheri kwa sasa.